Nilitamani nikuambie ni private. Sababu ni jambo ambalo ni zito. Yani huwa na bahati mbaya, huwa naulizwa kipindi ambacho hali sio nzuri, kwa sababu mimi ninachokiona katika kumaliza huu mwaka wetu, naona tu vifo vingi sana upande wa viongozi wetu. Vifo vya upande wa viongozi wa serikalini. Karibuni sana. Guess what? Leo nimepata nafasi tena iliyo bora. Bora kwa nini? Kwa sababu huyu ambaye naenda kumfanyia mahojiano sasa hivi kwangu mimi ni ndugu yangu, ni rafiki yangu, ni kaka yangu, ni mtu ambaye nimebahatika kushirikiana naye vitu vingi sana, and finally he's right here. Amebahatika kunibariki. So right now naenda kumkaribisha kwenye podcast yangu. Kama nilivyoeleza, anaitwa Sam Mtumishi. Karibu sana my brother. Asante. Very happy to see you. Nashukuru sababu kwanza nimefurahi kukutana nawe tena. Same. Kikazi, kwa sababu hamna kitu kizuri kama, unajua watu wengi hawajui story yangu ya mimi kujulikana media. Na safari yangu iko katika mikono yako pia. Kwa sababu wengi hawajui. Wanaogaga tu, lakini hajui aliyesababisha Sam kajulikana ni nani. Wewe ni mmoja wa watu ambao wako katika mkono ule ambao umenipa mkondo mpaka leo niko hapa. Amen. Ndio. Mwaka 2026 umefika na tumeugawa tayari na tunakaribia kumaliza, kwa sababu tunamaliza mwezi wa 7 tunaingia mwezi wa 8. Ndio. Kinyota, mwaka huu umekaeje hasa kwa watu maarufu Tanzania na viongozi labda Tanzania na bara letu hili la Afrika, ambapo tumeona vitu vingi vitokea. South Africa tumeona kuna mlipuko wa kutokuhitaji wageni. Ndio. Wanafukuza wageni in South Africa. Personally mimi nusu ni Mzulu. I'm half Zulu na nimetokea na kuzaliwa Morogoro as well. Nimekulia kule nilipokuwa mdogo. Kwa na damu ya Utanzania, yes, but I'm a half Zulu. Na ninavyoona the way wana behave na kuwa na shangaa like why wana behave like that. Lakini tunaona the way wana behave, unaona Kenya kunatokea fujo. So tutaangalia kwanza huo utabiri wako for 2026 and 2027 itakueje, alafu tutarudi kwenye swala zima la mtu anayejuta baada ya kumpoteza mtu ambaye alikuwa anampenda. Yani huwa na bahati mbaya, huwa naulizwa kipindi ambacho hali sio nzuri, kwa sababu mimi ninachokiona katika kumaliza huu mwaka wetu, naona tu vifo vingi sana upande wa viongozi wetu. Vifo vya upande wa viongozi wa serikalini, walioko serikalini. Nakumbuka hata kipindi kile niliojiwa ilikuwa ni muda ambao mbaya. Ndio nikaja nikaongelea vifo vya wale wasanii. Lakini leo pia ni siku ambayo sikupanga mwaka huu kuongelea utabiri, kwa sababu nilikuwa naona vifo vingi kwa wasanii, kwa watumishi wa serikali, yani viongozi wetu wa ngazi ya juu, ambao vifo vinawaandama wengi sana. Na tutawapoteza wengi. Kwa sikutamani sana kuliongelea hii mwaka, lakini imenibidi tu kwa sababu umeniuliza. Lakini katika mwaka huu ni mwaka ambao utakuwa ni mgumu, kwa sababu tutapoteza viongozi wa serikali ambao wako katika ngazi kubwa serikalini. Wakubwa walioko katika nchi. Ndo sio raia watakaoangamia sana, ni viongozi mwaka huu. Yani ya sasa mpaka tutakapokuja kumaliza mwaka, lazima viongozi watatuacha. Na wewe unakuwa unaonaje? Kwa sababu these prophecies, mostly I believe in God. I pray a lot, and wanaamini watu wenye imani, including myself, that anayepanga vifo ni Mungu, au anayeona hivi vitu nakuwa ni Mungu. Na mostly is prophecies, asa TikTok mimi niko sana kule. Watu wasema utapeli, uongo, unaonaje? Yani mnapigwa tu hao watu waongo. And then ukuta kitu kinatokea. There's a day nilikuwa nimekaa sehemu, it was like a blur. Nikaona kitu like a blur. Nikashtuka, and I was live on TikTok. So nimeona kitu fulani like a blur, sijui ni nini. What is this? I was in shock. Nikasema nimeona kitu kama there's someone is going to die hivi na hivi. Before 24 hours. Vile nilivyomwelezea yule mtu, ndio mtu alikuja akatokea amefariki. Sasa nikasema kumbe hivi vinatokea. Kumbe this is something you can really see.
na nilivyokuwa namuuliza mtumishi wangu wa Mungu akaniambia hizo ni kwenye sisi wa Kristo inakuwa ni Roho Mtakatifu. Sasa na wewe unatumia Roho Mtakatifu kwa sababu ni mtumishi wa Mungu, au inakuwa ni nini exactly that unaona? Unajua zamani Mungu alikuwa anaongea na watu kwa njia ya sauti. Na kwa sasa watu wengi Mungu ongea nao kwa njia ya njozi. Na sisi wapakwa mafuta huwa mara nyingi tunatumia Roho Mtakatifu ya utambuzi. Ndio maana huwa siwezi kusema kitu ambacho sijakiona. Huwa natamka kitu ambacho nimekiona. Kwa mara nyingi kusemwa kupo. Unajua Tanzania, Watanzania wengi ni matomaso. Mpaka aone kitu ndiye amini. Na ukiwa ni mtu ambaye ukisemwa kidogo unaumia au una doubt, huwezi kufika popote pale. Kwa sababu kusemwa ndio ushindi. Ukiona mtu anaandamwa na maneno mengi, ujue huyo mtu anaelekea katika ushindi. Na ukiona mtu asemwi sana, ujue huyo nuru yake inazidi kupotea. Kwa sababu mtu anayeandamwa na watu wengi, mara huyu amseme, mara huyu amcrash, mara huyu amtukane, mara huyu afanyaje, huyo mtu ana kitu. Sidhani kama utapita sehemu kuna mti ambao una maembe yamenawili, afu kila mmoja apite kama yaoni. Ina maana watakuwa wamepewa story kwamba yale maembe kuna tatizo ukichuma au ukifanya kitu fulani. Lakini katika maneno huwa mara nyingi huwa napenda sana kusikiliza ambacho naongea na Mungu kuliko kusikiliza ya watu. Na inakuwa hiyo sauti ya Mungu unapokuwa unaisikia, inakuja like a random voice, like pap, imekuja, au ni mpaka ulale, au ni mpaka ushiki ufimbo? Unajua maono ya Mungu, unajua wanadamu tumeumbwa katika nafsi tatu. Kuna nafsi ambayo huwa inatamka na kuna nafsi inakataa. Kwa huwa namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba ni maono ambayo huwa yanakuja na kuweza kutazama kwamba naona kitu fulani kinakuja au hivi. Ndio maana unaonaga mara nyingi nikikutana na mtu namwambia, wewe utapatwa na kitu fulani na kinatokea. Wewe uko hivi na hivi na hivi. Kwa ni maono ambayo Mwenyezi Mungu anaweka. Naam. Kwa mimi unaona nini for 2026, this 2026 mwaka tuliokuwa nao right now? Nahisi hata kabla sijaongea niliwahi kukuambia kwamba ipo siku utakuwa mtu mkubwa na utakuwa hivi na hivi. Na yote Mwenyezi Mungu katenda. Lakini bado naona neema kwako. Yani kikubwa, shida tu ni kwamba kuna misukosuko ambayo unaweza kupitia ambayo ni ya wanadamu kuyapanga. Sababu Mungu hapendi mtu wake aangamie. Ila shetani ndiye anapambana ili iweze kushindana na Mwenyezi Mungu. Na hiyo misukosuko inahusu nini hasa? Hiyo ni private for you, kwa hiyo kwako. Sababu tuko kwenye kipindi nataka watu waamini unachokisema kwa kuanzia na mimi, alafu tutaingia kwao. Ni misukosuko gani ambayo nitapitia for 2026 ambayo itasababishwa na wanadamu? Yani kwa ninachokiona ni siri. Kwa sababu unajua maishani mwangu kuna vitu ambavyo huwa napenda kuviweka public. Mfano okay sawa. Mfano misukosuko ya kivipi yani? Mifano miwili tu. Mifano miwili. Ni kusongwa na watu. Kusongwa hivi? Yani tukiongelea kusongwa na watu yani kuandamwa. Maneno. Kuandamwa. Sasa kawaida. Yani kuandamwa. Ndio maana nilitamani nikwambie ni private. Sababu ni jambo ambalo ni zito. Asa mimi wataniweza? Naam. Wataniweza? Ni mwenyewe mwamba, lakini AK47 watakapokuja ndo nitawapokea. Kwa hawa watu wanakuwa ni watu wangu wa karibu au watu wa kwenye mitandao? Sio mambo ya kimtandao. Na ni watu wangu wa karibu. Ni mambo ya kifamilia. Wanasamia wananisonga. Okay. Mambo ya kifamilia. Ndio. Mfano upande upi, wa baba au upande wa mama? Ndio maana nikakwambia kuna mambo mengine ya family. Unajua katika huduma ya kiroho kuna kitu hata serikali inasema kwamba kuna kitu kinaitwa, kwa waganga inaitwa ramli chonganishi. Kiroho yani inatakiwa kuna kitu ambacho unaweza kukaa wawili. Nikakwambia kuna 1, 2, 3. Kuna mambo ambayo mimi huwa mara nyingi in short huwa sipendagi kuongea mambo ya watu public. Yani hata kama naona kipi ndani yako napaswa kukuambia wewe mwenyewe kwa sababu inakuhusu wewe mwenyewe. Sawa, hapo nimekuelewa, tutaongea after the show. So just tell me this, Sheikh Walid.
kipenzi cha Watanzania, alikuwa shehe mkuu wa mkoa na moja kati ya watu ambao ni public figure highly respected, naweza kasema. Amezongwazongwa na maneno, the family, mwanamke katoka out of nowhere saying this and that, and I had interview na yule mwanamke, lakini ikagundua there's a lot mipango nyuma, watu wako nyuma yake, alafu mwenyewe pia hakubali kama ameachwa, na linapokuja swala DNA yanakimbia. Kwa hiyo jamii imelipokea, limesimama na Sheikh Walid. Kwenye utumishi wako unamzungumzia vipi Sheikh Walid? Kwa sababu nimemwona mzee upako yule, sio anaitwa mzee upako yule baba, akiwa anazungumzia kwamba kati ya watu muhimu ambao jamii ya Kiislamu hawataki kumpoteza ni Sheikh Walid. You understand? Wewe vile unaonaje, kama ambavyo umeona kilichotokea, akiwa anazongwa na maneno na watu tumesimama naye. Mimi nimesimama naye kwa sababu nilifanya interview na yule dada, and then I discovered a lot. Nimegundua kuna watu wako nyuma yule dada wanamtuma, lakini pia she was really married, because mimi ndo niliposti kile cheti, mimi najua nilipokipata, na baada ya kuchunguza kimegundulika ni cha kweli kwa sababu si RITA registration. So kuna vitu vingi unavyoona kiongozi kama yule mkubwa wa dini anafatwa vile. Ile ni ukubwa ambao Mwenyezi Mungu amemwekea, au inakuwa ni nini hasa mtu kuandamwa na maneno? Unajua, cha kwanza kuna watu wana nidhamu. Unapomwongelea mtumishi, yule ni mtumishi wa kiroho, kidini ni shehe, si ndio? Unapomwongelea na maana unavunja nidhamu kwake, kwa sababu unapokuta mtu anatoka kwa kumchafua, ina kwanza anajivunjia nidhamu. Yani nidhamu ni ndogo. Ulimwengu tuliopo kwa sasa, watu hawaheshimu karama ya mtu. Wanachukulia karama ya mtu kama maisha yao kabisa. Umenielewa? Yeah. Kuna mtu ambaye hata akiwa vipi, unapaswa kuficha yale yake kwa sababu ya kitu ambacho Mungu amefanyaje? Amebarikiwa nacho. Lakini ulimwengu wa leo unakuta mtu anaongea kwa manufaa yake, ili mradi ajulikane. Unajua, watu wanaweza kahisi kwamba yule dada ameongea kwa kipi, kumbe anaitamani kujulikana kwamba yeye ni nani, kwa sababu hamna aliyekuwa anamjua. Si ndio? Unaweza kukuta hata mtani kwao walikuwa mtambui. Ameongea ili mradi ajulikane. Kuna watu wanatafuta njia ya kujulikana kwa kupitia mtu. Wengine wanatumia njia chafu ili mradi tu afanyaje? Kuna wengine wanabaki uchi kwa sababu ya kutaka kujulikana. Kuna wengine wanajifanya kwamba mimi ni mtoto wa fulani ili mradi tu wamtambue kwamba ni fulani. Social media zimfate, aongee, afanyaje, lakini dunia ya sasa ni tofauti. Maadili ya sasa ni tofauti na ya nyuma. Mtu ambaye amelelewa malezi ya wazazi sahihi, mwanamke anayejitambua hawezi kusimama kumwongelea mwanaume ambaye kama ni kweli aliwahi kuwa naye. Kuna vitu ambavyo unaweza kuviongea kwa wazazi au kwa ndugu au kwa jamaa, lakini katika ulimwengu wa leo nidhamu imekuwa ndogo sana, kwa sababu unaweza kumkuta binti hajui ni wapi anaweza kuongea, anaweza kumjibu mtu. Lakini mimi kwa upande wangu yale ni majaribu, na majaribu ni kipimo cha imani. Kwa mtu anayehisi kwamba anampoteza, kumbe ndiye anamnyanyua. Kwa sababu mtu mwenye neema hata upambanae vipi, ina maana wewe ndio unamuongezea juhudi. Siku zote watu hawajui kwamba unapomkanyaga mtu mguu ili asitembee, ndio unamuongezea mwendo. Utaponyanyua mguu wako, yeye atakuacha kwa sababu wewe utabaki unacheka. Lakini mimi ninachokiamini katika imani yangu ya kiroho kwamba shetani huwa halali, huwa ni mpambanaji. Na sehemu penye mafanikio ndio huwa shetani anaingia hapo. Kwa mtu yoyote yule ambaye anafanya roho na kweli lazima awe na vita. Mtu anayeigiza hawezi kuwa na vita. Yaani ukiona mtu anafanya kitu katika maigizo, ni ngumu sana kupata mtu anayempa vita kabisa. Lakini mtu ambaye anafanya kitu katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu, ni lazima akumbane na changamoto.
kina Musa walipata changamoto nyingi tu. Kina Daudi walipata changamoto, kina Danieli, mpaka Danieli aliwekwa kwenye midomo ya simba, akaambiwa wewe si unajifanya ni mtumishi wa Mungu, basi toka hapo kwenye midomo ya simba. Lakini kwa imani walikuwa marafiki na wale simba. Ina maana kwamba hata kwa mtu mwenye uelewa mdogo anaweza kaa upande wa yule mwanamke. Mimi nilimsikiliza, nilisikiliza kwa kama dakika 2. Nilivyomuona, kwa sababu mimi nikimuona mtu tunajua kwamba huyu amna kila kitu. Na nilivyoona tu anavyoongea, nikaona matatizo alionayo, mambo yanayomsonga. Nikasema huyu matatizo ya nyumbani atakuwa aleta amishe katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo nilivyoiona tu sikutaka kumalizia, sababu niliona kwamba ni mtu ambaye matatizo anamchanganya, ameenda kuyajumlisha na yale, sababu ndio maana anasema sipendi kuongelea mambo ya watu, lakini na uwezo wa kuongea chochote kile kutokana nilivyoona katika clip ile ya yule mwanamke. Nilivyomtazama tu nikajua kabisa huyu ana matatizo. Kuna muda mwingine watu wanaweza kusema ndio alipangwa na akatumwa, lakini na yeye ana matatizo ya kifamilia ambayo familia yake wakoje, ni watu ambao wakoje. Nilivyoiona vile nikajua hiyo familia wa Burundi sasa. Yani yule, unajua maji hufuata mkondo. Ndio maana mara nyingi wanasema unapotaka kuoa au kuolewa, angalia ni wapi unaenda kuolewa au ni wapi unapotaka kuoa. Unaweza ukaoa jehanamu ya kelele. Yani wewe redio yako ni mwanamke wako. Yani anaongea mpaka hata kiwa naota ni yeye. Yani akiwa anaota ndio unahisi kwamba zile kelele. Kwa nilimwangalia, niliona tu ile clip kidogo tu, nikasema nilivyojua matatizo yake nikakata tu, nikasema kwa mtu anayejua hawezi kumfuatilia. Lakini kwa kuwa watu hawana uwezo wa kiroho, kuna wengine walimzingatia. Lakini kwa upande wangu sikuwahi kumzingatia. Na nilivyokuwa nikipita katika mtandao wa kijamii, watu wanampa pole nikasema tunapaswa tu kuomba ili nafsi upepo upite, kwa sababu ni jaribu tu ambalo linapita. Kwa hivi vitu vinakumbaga watu wenye nguvu ya kiroho, na watu wenye vita hizi ni wengi, sababu mtu yote mwenye uwezo lazima hichi kitu kimpite. Kwa uwezo wake Shewalid, nyota yake na utukufu Mwenyezi Mungu aliompatia ndo sababu ya hizi challenges zinampita. Uwezo kaa una nuru alafu usongwe. Haiwezekani kabisa. Shewalid, tunakupenda na tunakuombea haya matatizo yaishe, kwa sababu inaboa na inachosha. Navyomwangalia yule mwanamke, it's kind of boring. Majaribu ni kipimo cha imani. Kabisa. So let's just talk about majuto ambayo mtu anayapata baada ya kuachana na fulani. Inakuwa ni nini hasa? Anajutia nini? Alafu kwenye mambo ya kinyota tutazungumzia kosea vyote, usikosee kuoa au kuolewa. Mikosi ambayo watu wanaileta unapokuwa wanaingia kwenye mahusiano au ndoa. Ndio. Unajua mtu ukimpenda sana alafu akakuacha ghafla, kuna uwezekano wa wewe kumsahau na yeye akajutia. Yani akajutia ni kwa nini alikuacha na ni kwa nini ameukosa uwepo wako. Ni kwa sababu gani? Cha kwanza, mtu anapokuacha alafu unamweka mbali na uso wako, unajua kinachosababisha watu wengine wanakuwa na mawazo sana. Unakuta mtu kaachana na mtu alafu bado anamfuatilia, leo ukafaaje, labda mtandao wake wa kijamii vyote. Mfano mimi nikikosana na mtu, ni mfano natoa, cha kwanza namweka mbali mimi na yeye. Unaweka distance. Ili yeye apambane kutafuta kujua kwamba Sam sasa hivi yukoje, anaendeleaje, yukoje, apate habari zangu kwa kupitia watu wengine. Kwa unapomwekea mtu defense kwamba asikujue ukoje, inakuwa ni ngumu sana yeye kutambua, kwa sababu mtu unayempenda huwa anakaa akilini. Na hili umtoe huwa inakuwa gani kazi. Ndio maana mara nyingi sana huwa, kama umenifuatilia, huwa napendaga kutumia kitu kinaitwaga dhurka. Ile huwa inapotezaga ufahamu wa mtu ambaye yuko karibu yako sana. Ni kama mafuta ya kiroho. Mtu akipaka huwa inamtolea taswira ya yule mtu. Kwa mtu ukishamtoa taswira ukamweka mbali, labda umemblock au umemweka mbali na wewe, atakuwa anapambana sana kujaribu kuona. Alafu mtu unapokuwa umeachana naye pia, jaribu kufanya kitu kikubwa
zaidi ya jinsi anavyofikiri, kwa sababu kuna wanadamu wengine ambao wanahisi bila wao huwezi fika sehemu. Yani kuna mtu anaamini tu kwamba mimi bila fulani stoboi, au bila fulani mimi si nimeachana naye, tuone kama atafika mbali. Lakini ukizingatia kupambana, usifanye kitu kwa ajili ya yule aone, fanya kitu kwa ajili ya kujibadilisha wewe. Badili muonekano wako, badili mazingira yako, badili kila kitu ambacho ulikuwa unafikiri kwamba yeye amekizoea. Itampa ugumu wa kutambua kwamba kumbe huyu mtu hata kama siko naye lakini anafika. Unajua kuna watu ambao mpaka sasa wanakaa wanajiuliza kwa nini fulani aliachana na fulani. Ni kwa nini nimeachana na fulani? Ni kwa sababu umemweka mbali, alafu hutaki mazoea. Ila kuna mtu anaweza akakwambia nimeachana na fulani, alafu baada anamfikiria kwenye simu yake kasave namba yake. Mimi huwa naurka kwamba kabla sijaingia kwenye utumishi nilikuwa nikiachana na mwanamke nafuta namba yake, cha kwanza, alafu nafuta chatting yoyote ile, alafu kila kitu chochote ambacho kinahusiana na yeye natoa ili anitoke akilini. Kwa nikishafuta na kuwa ukiniletea habari yake naanza kukosana na wewe kwanza. Yani wewe ule unaleta taarifa yake ndo naanzana na wewe. Kwa sitaki habari yoyote kuhusu yeye. Kwa inabidi yeye ndiye atafute habari kuhusu mimi. Kwamba Sam yuko wapi? Sam anafanya nini? Yuko kwenye hali gani kwa wakati huu? Kwa ilinipa nafasi kubwa ya kutokuwa na kumbukumbu ya mwanamke yoyote yule ambaye niliwahi labda itokee tu nikutane na jina ambalo linafanana na lake, kwamba mwanamke nilikutana naye sasa hivi jina lake ni sawa na mwanamke ambao niliwahi kuachana naye. Kwa hiyo imenisaidia pakubwa kuweza kuelewa, lakini dhurka ile imenipa nafasi kubwa sana ya utambuzi wa kumsahau mtu kwa dakika. Kwa inabidi yeye ndo aanze kunitafuta. Ndio maana anavyokuaga katika YouTube na Instagram na TikTok waga naonyesha mazingira, na sisi tuliwahi kufanya naye kazi. Unaona jinsi anavyofanya kazi. Kwa mtu ili aweze kujutia unapaswa kwanza kuwa naye mbali, alafu pambane kufanya zaidi ya jinsi alivyokuwa anahisi wewe. Kwa kila unavyozidi kupiga hatua unamuumiza sana na atafanya juu chini. Unajua watu hawajui kwamba kitu kimoja, mtu yoyote yule unayemfanyia mazuri akana pambana kukufanyia baya, huwa baya linamrudia yeye. Kwa ni ngumu sana, alafu watu hawajui, watu wanaisiga kwamba nikiachana na fulani kila kitu kitasimama kwa sababu mimi ndio nyota yake. Hamna, wewe sio Mungu. Mungu ashauriwi. Unajua mimi nachomshukuru Mungu kwamba ashauriwi. Kwamba leo mbariki Diva afu usimbariki akuelewi. Kabisa. Ya kwa kumsahau mtu ili ajutie, cha kwanza unapaswa kumweka mbali. Usitake kusikia habari zake. Afu pambana ubadilike kimuonekano, kikazi, kifikra na kimaendeleo. Ili umpe changamoto kubwa ya kutamani kujua vipi hatima ya maisha yako. Okay. Yeah. Kwa wale ambao wanaamini kwamba mtu kaachana na mimi hataendelea, unawaambia kwamba Mungu ashauriki. Yeah. Yani unakuta kinachosababisha mtu aendelee, unakuta mtu anamweka katika mawazo yake. Kwa anafanya kitu lakini anamuwaza yule mtu. Mtu kaachana na mtu, ameingia katika mahusiano mapya, anakumbuka maumivu aliyofanyiwa. Nishateswa sana. Unajua kauli umba. Unaposema nishasalitiwa sana, unajenga kauli mpya. Kwa na huyu pia atapita. Lakini unapoingia katika mahusiano mapya, usidiriki kumwambia mpenzi wako kwamba mimi nimeteswa sana. Mimi siku nini, kuna kauli siku hizi wadada wanasema wanaume wote sawa. Wanaume wote mbwa. Yani anajisahau kwamba mtu anaweza kukwambia kwamba wanaume wote sawa, afu mdau na wanaume angapi? Sasa sije anafanya nao nini? Na wote sawa. Wote sawa. Inabidi asiwe hata na mmoja, alafu akae ndio aseme wanaume wote sawa kwa sababu ashawe. Lakini mtu anakuambia wanaume wote sawa, wewe ukaniambia achana na wote kwanza, afu wewe mwenyewe, afu ndo uanze kujaji wale watu, kwa sababu mahusiano yanazidi kuwa kutokana na mazoea. Unaweza ukaenda kwa kujaribu, alafu ukaingia mazima. Kwa sababu gani? Unaweza kukuta vitu vigeni ambavyo hukuvizingatia.
Sababu watu wengi wanahisi kwamba mahusiano ni pesa. Lakini mwanamke anapenda mwanaume anayependa care. Unajua kuna vitu kama 3 ambavyo mwanamke anapendaga sana mwanaume amfanyie, lakini wanashindwaga kuambia wanaume. Mwanamke anapenda asifiwe anapofanya kitu. Mwanamke anapenda kusaidiwa kazi na mwenza wake. Lakini huwa wanaogopa kusema. Mwanamke anapenda kupewa vimaneno. Viwe vya uongo, viwe vya ukweli, ila anapenda umshirikishe kwenye kitu. Kwa mwanamke kuna vitu anavipenda, lakini wanaume huwa wanashindwa kuwakabidhi vile vitu, kwamba aambiwe kwamba anahitaji vipi, kwa sababu mwanamke anapenda mtu anayemkea. Wanapenda vizawadi. Mwanamke anapenda mtu ambaye yuko romantic sana. Alafu anapenda mtu, wanawake wengi katika kukuta mwanamke anayependa kufokewa ni ngumu. Mwanamke anapenda sana jambo lake umfokee mkiwa ndani. Hapendi kumwongelea mbele ya watu. Mwanamke anapenda mtu ambaye anamweka karibu. Akiwa na watu anapenda kupewa kipaumbele. Mwanamke hapendi kuwekwa nyuma. Kwa kuna vitu ambavyo watu huwa wanasahau kwamba katika mahusiano. Kwa unaweza ukaingia kwenye mahusiano ukakuta vitu vipya tofauti na vile ambavyo ulikuwa umevizoea. Kwa sababu unafika mwanamke, kuna mtu yuko kwenye mahusiano, mtu anamwambia bwana mimi tushazoeana, kwani shida nini? Yani yale majibu ya haraka haraka. Kwa sababu kuna wanaume wengine, unajua wanaume ni kama watoto. Wanaume anapenda wanawake ambao wanapenda kuwasifia. Afu wanapenda kuwaweka karibu na wao pia. Wanapenda kudanganywa. Unajua wanaume wengi wanapenda kudanganywa. Kabisa. Ukimwambia tu ukweli tu umemaliza. Tuseme lakini ukimwambia mimi yani fulani alinitongoza lakini siona mwanaume kama wewe. Kwa hiyo kuna kakicho fulani vile anakuwa hivi. Anakuwa kakubwa. Wanasema kosea vyote usikosee kuoa. Tunazungumzia mikosi. Zamani ili mtu aingie kwenye ndoa, familia yake inachunguza kweli huyo anaenda kuolewa ikoje. Kuna mtu unaweza ukalala naye kimahusiano ile kimapenzi. Mambo yako yote yakaharibika. Ile inakuwa ni nini? Au mambo yako yote yakafanikiwa. We ni mtumishi ambaye uko kiroho zaidi kwenye spiritual world. Ile inasababishwa na nini? Na utajuaje hakuwa sahihi kwangu? Unajua katika hili kuna vitu viwili. Kuna cheni ya koo na kuna nuksi. Cheni ya koo na nuksi. Cheni ya koo unaweza katoka katika ukoo wa umaskini. Yani ambavyo wewe unatamani vya watu. Vya wanawake au vya wanaume. Yani kitu cha mwanaume au kimwona mwanamke ana chochote, unaweza kaacha mahusiano yako ukaingia katika mahusiano ya yale mengine. Kwa sababu umetoka katika cheni ya umaskini. Kwa cheni ya umaskini ndo ile cheni ambayo unaweza kana mwanamke ana nyota kali. Lakini unapofika tu kila kitu cha kwake kinafunga. Kwa sababu gani? Nyota yako ile inapambana ile ndio iweze kusimama kwake. Ndio maana waga nawaambia watu kwamba usikosee kuoa au kuolewa au kuingia kwenye mahusiano bila kumchunguza mtu. Kwa sababu unaweza kaingia kwenye ukoo ambao binti, yani mwanamume kwao wako kama ombaomba mtaani. Matonya. Yani baba anaomba, mama anaomba, shangazi anaomba, kaka anaomba, mdogo mtu anaomba, wifi mtu anaomba. Yani kila mmoja yani wanakuweka kama kitego uchumi. Unaweza ukaingia kwenye ndoa ambapo kelele, mtu anamjibu mama yake amesimama na wewe. Achana na huyo mama, mishamzoea tuondoke. Ukishasikia tu hivyo hoja hapa hamna ndoa hapa. Sababu kuna kitu kinaitwa cheni. Unaweza kuoa familia ambayo ugomvi hauishi. Kelele haziishi. Ile cheni huwa inazoea. Na pia unaweza ukaingia katika mahusiano ya mwanaume ambaye leo ana huyu, kesho ana huyu, kesho kutwa ana huyu. Yani ni yeye yuko huku, yuko kwa anatoa huku anakuletea. Janaba lililotoka nalo huku lazima akuletee. Kosea kitu chochote ilo sikosee kuolewa au kuoa. Kwa sababu tunaowaona ni wazuri. Tunaowaona, unajua kuna wanaume wengine ambao wamekaa tu ili waonekane kimuonekano. Lakini hawana future ya ndoa ama future ya mahusiano. Wana sifa ya mimi fulani shatembea naye fulani bishani. Yani
jina lile na fulani na fulani na fulani na fulani ndio sifa kwake. Lakini kuna wanaume wengine ambao unajua mwanaume mwenye mambo mengi sana kichwani, anashika hichi anaacha, anashika hichi anashika hichi anaacha, huyo anaweza kudumu kwenye ndoa. Okay. Lakini mwanaume ambaye anajiangalia yeye kila wakati, nywele ziko vizuri hivi, nimechana nywele hivi, siji, yani huyo ni ngumu sana, kwa sababu anakuwa na yani anachokizingatia ni muonekano wake. Hata mwanamke unaweza kukuta mwanamke amemuoa au yuko naye kwenye mahusiano, ana miezi hata 6 hajawahi kununulia hata nguo ndani kabisa. Wapo wanaume hivyo, lakini yeye ashanunua boxer karibia 6 za kwake. Ni mbinafsi yeah, yani anazingatia muonekano wake, azingatii kuhusu wewe. Lakini kuna wanaume wengine ana kitu lakini anaweka care kwako, kwa kila kitu. Yani kuna mtu anaweza ukaanza naye mahusiano na ukajua kabisa hapa naingia kwenye moto. Kuna familia cheni yao ulisema kuna nuksi na nini? Kuna nuksi na laana ya koo. Laana ya koo. Hiyo laana ya koo inakuwaje? Laana ya koo, unajua laana zipo nyingi. Unaweza kukuta ukoo ambao ulevi ni mwingi. Unaweza kukuta ambao magonjwa, kuna magonjwa ambao ya kurithi. Kuna hizi vifo, labda mtu kujinyonga, watu kufa ghafla, watu kufa kwa ajali, watu kuugua macho. Kwa kuna laana ambazo ni aina nyingi, kunatoka kwenye familia ambayo ya wizi. Kwa ile ni cheni pia, kwa sababu huwa anatembea, kwa sababu hata Biblia inasema kwamba meno yenu itaoza kama babu zenu. Kwa kuna wengi wanaingia katika mahusiano bila kukata cheni au kutokuangalia kwamba maingia vipi. Anaweza kumuona tu mtu akaamua kuingia naye kwenye mahusiano, kwa sababu bahati nzuri napo siku hizi matajiri wametuletea magari ya kukodi. Ukimwona na mtu hata na gari wiki 2 hajatia, unajua tayari katoboka kaenda kukodi kwa Isaya. Kuna watu nao wana hela zao, washawekeza nyumba kifika hivyo. Kwa hiyo kiingia, unaingia moja kwa moja, sasa ana nyumba, ana gari, kumbe umeingia katika cheni ambayo uitambui. Sasa ile inaathiri, labda inaweza kuathiri wewe uliolewa, muoaji au muolewa au muoaji, na je, in case umepata mtoto na hiyo familia, yani mwanaume huyo, inaweza kaathiri mtoto wako akaja kwa hivyo? Hivi Diva, nikuulize swali. Paka kafa, kaoza, kaiko humu ndani, itashindikana kunuka humu ndani? Lazima anuke. Lazima anuke. Kwa mnapokuwa katika mwili mmoja, mnakuwa katika familia hii moja. Kwa ile nuksi yote inakuwa pale. Ndio maana mara nyingi watu wanaojitambua wakivunja mahusiano huwa wanajitakasa. Kujitakasa kivipi? Yaani kutoa maagano ya kiroho ya mtu ambaye aliwahi kuwa naye. Na ambayo inafanyikaje hiyo? Yaani kwa watumishi wa Mungu, mtu anaweza akafanyia, mfano kama mimi huwa nafanyaga mtu misa mshumaa wa Mikaeli kwa ajili ya kuondoa zile roho chafu za ile familia. Kwa sababu unajua mwanadamu unapokuwa kimwili na mtu huwa kuna malaika wanaungana, ambao ndio maana unakuta mtu unaweza mkaachana miezi 2 au mwaka na bado mtu anamuota yule mtu, kwa sababu zile nafsi zinakuwa bado zimeungana. Kwa mtu ambaye ni muelewa zaidi huwa anakata ile cheni. Kuna kipindi niwahi kufundisha ile madhara ya taulo. Kwa mtu mwenye uelewa mzuri huwa mara nyingi wanawavizia mpaka anakutana na yule mtu. Anachukua taulo alilolitumia kuogea, anajifutia, anamwachia ile nuksi yake, anabaki nayo yeye. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kama mtu alikuwa amevaa taulo, ametoka kuoga, unalichukua alafu unalipeleka wapi? Sio unalipeleka wapi? Kuna namna ambavyo mtu huwa anaviacha. Ndio maana kuna wiki 2 zilizopita niwahi kumwambia mtu, kama uliwahi kuachana na mtu ambaye bado anakufuatilia, usipende kwenda sehemu yoyote kula ukabakiza chakula, au ukaacha maji ya kunywa, au ukaacha kitu chochote ulichowahi kukimung'unya. Umekula, umekitema, kile kitu kinaweza kuathiri mtu kurudisha njia yake au kubaki na njia yako. Katika ulimwengu wa kileo mambo yamekuwa mengi. Yani watu wamekuwa na vitu vingi ajabu. Kwa unapokuwa na mahusiano, sababu ni ngumu sana kujua kwamba huyu ana watu wengi. Tunamalizia hapo. Utajuaje? Unajua mwanamke na mwanaume ni tofauti. Mwanamke akimchiti mwanaume huwa anakuwaga mkali sana
kuliko ila mwanaume akichitwa anakuwaga mwoga, ajiamini. Kwa hiyo watu tunatofautiana hapo. Nimewapa kodi vijana kwamba usiuje. Kwa hiyo kuna wanaume wengine ambao ndani yao kuna nuksi ambao zimejaa, lakini kuna herufi ambazo hata uwe na nuksi kiasi gani, ukiachana naye ni ngumu ile nafsi kukufuata. Sababu mimi nimebezi pia kwenye herufi. Kwa zile herufi, kuna herufi ambazo ni ngumu sana mtu kubaki na ile nafsi. Lakini mara nyingi wanapenda kuwashauri watu kwamba unapokuwa katika mahusiano, zingatia kuhusu wewe. Usizingatie kuhusu mwenza. Bora kuwa mbinafsi kwenye mahusiano yako kuliko kuwa na umoja kwa yule mtu anayekupa ushirikiano. Unajua kuna mtu unaweza kaingia kwenye mahusiano akakushauri, Diva, sasa hivi unafanya vizuri, no? Unaonaje tukifanya hivi? Ule ina maana anatamani kesho yako. Okay. Lakini kuna mtu ambaye kazi yake kukuuliza leo umeingizaje? Kuna kipi? Yaani anaangalia chake, angalii kwamba kile kinacholeta tukifanye vipi kiende mbele. Kwa kuna watu wanaingia katika mahusiano, unaweza kaanza mahusiano au ndoa, kila kitu kikavurugika na kila kitu kikasimama. Na pia unaweza ukaacha mahusiano maisha yako yakabadilika na ukaa na maisha mazuri sana, mpaka ukajiuliza hivi nilikuwa wapi? Mbona imekuwa hivi? Mara utasikia usabu wa Tanzania au watu hawachelewi kusema ashapata mtu mwingine. Unajua watu huwa wanadharau jinsi unavyotembea. Lakini ukifika wanasema kwamba alibebwa. Hajui kwamba ulipewa lift au ulitembea kwa mguu mpaka ukafika. Kwa dunia ya leo watu wenye nuksi ni wengi kuliko watu wasiokuwa na nuksi. Umeelewa? Ni swala la kuwa mwangalifu. Ni swala la kuwa mwangalifu sana. Kuna msemo unasema kwamba watu ni wengi ila wanadamu ni wachache. Kwa sababu wewe unaweza kaingia katika mahusiano ukahisi mtu kaja kwa jema, kumbe amekuja kwa maslahi yake. Anatamani na yeye afike sehemu kwa kupitia wewe hapo. Na pia kuna mtu unaweza kaachana naye na kila kitu kikayumba pia. Ukajiuliza why nimeyumba? Ni kwa sababu pia yule naye alikuwa ana ngao ndani yako. Mwanamke ana nguvu kubwa kuliko mwanaume katika ulimwengu wa kiroho. Ndio maana mwanamke akisema kitu huwa mara nyingi lazima kiwe, kwa sababu mwanamke kuna kitu ambacho yuko nacho ndani yake. Lakini wanawake wengi huwa wanapuuzia. Na mimi huwa mara nyingi najiuliza, unaweza kukuta mwanamke anaenda kwa mganga, lakini mwanamke huwa mara nyingi ana uwezo mkubwa hata kuliko waganga wenyewe hao. Sababu mwanamke katika mwili wake, kila kitu chochote kwenye mwili wake ni dawa. Yaani kila kitu ambacho kiko kwenye mwili wa mwanamke ni dawa. Unalijua hilo? Tutaendelea nafikiri episode zijazo, nitakuwa nakuita kwa ajili ya kufungua vitu vingi, kwa sababu naona time yetu imepita, alini alert before. So una chochote cha kumalizia labda, na mtu anakufollow vipi kupitia social media? Kitu cha kumalizia tutakuja kuongelea kuhusu hizi media, maana zinakera. Kwa sababu watu wanapoteza ndugu zao, afu ili jambo liko kimya na watu haelewi. Na vio sasa watoto wa shule wanakufa sana vioni. I remember nilipokuwa mdogo, nilikuwa na rafiki yangu aitwa Didi. Didi alikuwa na dada yake anaitwa Asha. Didi alizaliwa twins na mwenzie mwanamke. Alifariki, alianguka shule chooni akafariki. Ili jambo natamani sana kuliongelea siku moja, nipate muda niongelee, kwa sababu watoto wanakufa wakiwa wadogo, mabinti, vijana. Na kwenye media wazazi wa watu wanakufa, lakini watu hawaelewi kitu kipi. Kwa sababu mimi natembea kwenye media, huwa naonaga vitu navijua. Kwa natamani siku moja niwafumbue watu macho. Kabisa. Guys, anaitwa Sam Mtumishi. Unaweza kumfollow Sam_Mtumishi on Instagram and TikTok. Kuna mambo mengi ya kujifunza kupitia yeye, na tutaendelea kuwa naye hapa katika Diva Podcast. So kama una chochote za kuuliza, mambo ya nyota, sijui mambo gani, yote yale, karibu sana. This is the right place. So thank you for watching. Make sure you subscribe kwenye YouTube channel na digital platforms zangu. Naitwa Diva the Boss. Say bye bye.